Mambo matano anayoyafanya mwanamke binafsi kwenye mahusiano ama ndoa. 80% wanawake ni wabinafsi, kwa hiyo haya mambo huwa yanafanyika kwenye mahusiano ama ndoa. Kwa hiyo mwanamke binafsi huwa ni rahisi kufanya mambo haya matano ambayo nitaweza kuyataja. Jambo la kwanza kabisa ni kufanya biashara au kuwekeza mambo yake kisirisiri bila mwenza wake kufahamu. Hii ni mojawapo ya jambo ambalo huwa linafanywa na mwanamke binafsi, yaani biashara zake ama uwekezaji wake mwenza wake hawezi kufahamu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hili pia ni mojawapo ya jambo ambalo huwa linafanywa na mwanamke binafsi. Na pia jambo la pili ambalo huwa linafanya mwanamke binafsi kwenye mahusiano ama ndoa ni kujiuza kwa ajili ya kupata pesa, kwa sababu mwanamke ambaye ni binafsi huwa anapenda sana pesa. Kwa hiyo katika swala la kujiuza, haijalishi upo kwenye mahusiano ama ndoa, ni jambo la kawaida kwa mwanamke binafsi kuweza kulifanya, haijalishi upo kwenye mahusiano ama ndoa. Na pia jambo la tatu ni kuwa na chuki na ndugu wa mwanaume. Mwanamke binafsi lazima awe na chuki na ndugu wa mwanaume, kwa sababu anakuwa anahitaji pesa zote za mmeo au mpenzi wake ziwe kwake. Kwa hiyo lazima awe na chuki na ndugu wa mwanaume. Na pia jambo lingine ambalo mwanamke binafsi hulifanya, kumuuza mwenza wake, haijalishi yupo kwenye mahusiano ama ndoa. Kama atapewa pesa, kama itatokea dili la pesa, basi kumuuza mwenza wake ni jambo la kawaida kwa mwanamke binafsi. Na pia jambo lingine la mwisho, kumuua mwenza wake. Hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo huwa linafanywa na mwanamke binafsi, yaani kumuuza mwenza wake au kumuua mwenza wake kama atakuwa na mali ama pesa. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo huwa linafanywa na mwanamke binafsi. Kwa hiyo kuwa makini sana na mwanamke binafsi. Kama utakuwa umefunga ndoa na mwanamke binafsi, basi kuwa naye makini, kwa kuwa ni rahisi kuweza kufanya mambo haya matano ambayo nimeweza kuyataja. Lakini kama upo katika mahusiano na mwanamke binafsi, achana naye, kwa sababu mwanamke binafsi sio mtu sahihi wa kuwa naye kwenye ndoa, kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kukuua, ni mtu ambaye anaweza kuwachukia ndugu zako, ni mtu ambaye anaweza kujiuza ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni mtu ambaye hastahili, na 80% wanawake ni wabinafsi. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini katika swala la kuchagua mwanamke wa kufunga naye ndoa. Na pia nikumbushe, hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia mno kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000, lakini kwa WhatsApp utakipata kwa shilingi 10,000. Nicheki WhatsApp ili uweze kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.